Naam, mtazamaji, huku zikibaki siku chache kuelekea maandamano makubwa ya tarehe 9 Disemba Tanzania, habari mbaya kwa Samia Suluhu. Serikali ya Samia Suluhu na utawala wa CCM leo umepokea onyo kali na amri kali kutoka kwa mataifa 17 ya wazungu kupitia barua nzito iliyopelekwa Ikulu ya Dodoma leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa upana zaidi. Wakati siku za kuhesabu zikibakia kuelekea maandamano yanayotarajiwa ya Disemba tarehe 9 Tanzania nzima, Tanzania sasa inakabiliwa na wimbi la shinikizo la kidiplomasia ambalo limeleta mshtuko katika ngazi za juu za serikali baada ya barua nzito kutoka kwa mataifa ya wazungu kutumwa Ikulu Dodoma. Katika hali iliyoelezwa na maafisa wakuu kuwa isiyo na kifani na ya kutisha, utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan umeripotiwa kupokea onyo na maagizo makali kutoka mataifa 17 ya Magharibi. Ujumbe huo uliotolewa kupitia kile wadadisi wa mambo wanaeleza kama barua nzito na isiyo na maelewano ya kidiplomasia ilitumwa moja kwa moja Ikulu ya Dodoma, ikiashiria moja ya msimamo yenye nguvu ya pamoja iliyochukuliwa na wanadiplomasia wa kigeni katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Kulingana na yaliyomo katika barua hiyo iliyotumwa kwa Samia Suluhu, mabalozi hayo ya wazungu yanaowakilisha Uingereza, Canada, Norway, Uswizi, Ubelgiji, Denmark, Finland, Ufaransa, Ujerumani, Ireland, Italia, Uholanzi, Poland, Slovakia, Uhispania pamoja na Sweden na mataifa mengine hadi kufikia mataifa 17 ya wazungu walieleza wasiwasi wao kuhusu kile walichokiita kuongezeka kwa mauaji ya kiholela, kufichwa kwa miili na kutoweka kwa lazima na madai ya kufichwa kwa miili ya watu waliopoteza au kuuawa katika miezi ya hivi karibuni katika maandamano ya Oktoba. Pia walisisitiza kuwa vitendo hivyo sio tu vinakiuka kanuni za kimsingi za haki za binadamu, bali pia vinaleta mateso makali ya kisaikolojia na kijamii kwa familia ambazo haziwezi kupata miili ya jamaa zao. Mtazamaji, chanzo cha ripoti hizi ni barua hiyo unayoitazama kwenye screen yako iliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza iliyotumwa na mabalozi mbalimbali ya nchi za kigeni kuelekea Ikulu ya Dodoma. Hata hivyo, wanadiplomasia hao pia walisisitiza kuwa ucheleweshaji wa muda mrefu wa kukabidhi miili kwa familia za Watanzania ni kinyume na mikataba na kanuni za kimataifa, wakisema zaidi kwamba kiwewe cha kihisia kinachosababishwa na vitendo hivyo kinaongeza matabaka ya uchungu kwa jamii ambazo tayari zinakabiliwa na hofu na kutokuwa na uhakika. Walisisitiza kwamba heshima kwa maisha, utu na mchakato unaostahili ni msingi wa jamii yoyote ya kidemokrasia inayofanya kazi, na kuonya kuwa ukiukwaji unaoendelea Tanzania unaweza kuzorotesha uhusiano wa Tanzania na washirika wa kimataifa na mataifa hayo 17. Katika tamko lao, mabalozi hao 17 walikwenda mbali zaidi kwa kuitaka serikali ya Tanzania kuachia huru mara moja wafungwa wa kisiasa waliokamatwa wakati wa mchakato wa uchaguzi, wakisisitiza kuwa wanaohitaji matibabu au msaada wa kisheria lazima wapatiwe nafasi bila kuchelewa. Mawasiliano yao yaliweka wazi kwamba kuwekwa kizuizini kinyume na sheria, hasa vile vinavyoonekana kuwa na ushawishi wa kisiasa, kunadhoofisha imani ya umma katika dhamira ya Tanzania katika utawala wa kidemokrasia na ushiriki wa wazi wa kisiasa na mataifa ya nje. Wanadiplomasia hao 17 au mataifa hayo 17 ya wazungu pia walieleza kusikitishwa na taarifa zinazoonyesha kukamatwa kwa maelfu ya wanachama na viongozi wa chama cha upinzani cha Chadema. Katika hoja kali walioandika katika barua hiyo, katika aya ya mwisho waliandika hivi: credible reports from domestic and international organizations show evidence of extrajudicial killings, disappearances, arbitrary arrest and concealment of dead bodies. We call on the authorities to urgently release all the bodies of the dead to their families, to further release all political prisoners and allow detainees legal and medical support. Nikikutafsiria kwa lugha fupi ya Kiswahili, walisema mataifa hayo 17 ya kwamba wamepata ripoti na ushahidi wa mauaji ambayo yaliweza kufanyika katika maandamano ya kihalali wakati wa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Pia wameweka wazi ya kwamba wamepata ushahidi wa watu kutoweka na kutekwa, na pia wamepata ushahidi na ripoti za watu kukamatwa kinyume na sheria, na pia wamepata ripoti ya kwamba mauaji yaliyotokea miili iliweza kufichwa na mpaka sasa miili haijaweza kuwakilishwa kwa familia zao.
Hata hivyo, waliitaka serikali ya Tanzania au watu wote wale wakuu wanaohusika na mambo kama haya waweze kuachilia haraka miili ya Watanzania waliofariki katika maandamano ili familia zao waweze kuwazika kwa amani. Na pia walitaka, katika aya hiyo waliandika, wanataka wanasiasa wote wa Chadema waliokamatwa waweze kuachiliwa huru na pia waweze kupatiwa matibabu. Waliendelea kuangazia madai ya nguvu kupita kiasi iliyotumiwa na jeshi la polisi na wanajeshi dhidi ya waandamanaji wa Kitanzania waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi na mwenendo mpana wa mchakato wa uchaguzi huo. Kwa mujibu wa taarifa ya wanadiplomasia hao kupitia barua yao nzito leo, taarifa ambazo wamezipata zinatoa taswira ya kutatanisha hali ya sasa ya uhuru wa kiraia na kisiasa nchini Tanzania. Miongoni mwa madai ya dharura yaliyotolewa ni wito wa uchunguzi huru na wa kimataifa kuhusu vifo hivyo, majeraha na matukio ya ghasia yaliyoripotiwa wakati wa uchaguzi. Mabalozi hao walisisitiza kuwa uchunguzi huo utakuwa muhimu sio tu kwa ajili ya kuhakikisha uwajibikaji, bali pia kwa ajili ya kurejesha imani ya wananchi wa Kitanzania na kudhihirisha kuwa serikali ya Tanzania imejitolea kutenda haki na uwazi. Walionya kuwa kushindwa kuruhusu uchunguzi huo wa uhuru kunaweza kuongeza kutoaminiana na kuibua maswali zaidi kuhusu halali wa hatua za serikali. Wanadiplomasia hao walidai kuwa kuanzisha mchakato wa uchunguzi usio na upendeleo utasaidia kufafanua akaunti zinazokinzana kuhusu ghasia, hasa wakati familia, wanaharakati na waangalizi wa kimataifa wakiendelea kuripoti tofauti na maswali yasiyo na majibu. Mada nyingine kuu ya barua hiyo ilikuwa ulinzi wa uhuru wa vyombo vya habari, hata hivyo uhuru wa kukusanyika na uhuru wa kujieleza. Wanadiplomasia hao kutoka mataifa ya kigeni 17 walibainisha kuwa nguzo hizi ni muhimu kwa mfumo wote wa kidemokrasia na lazima ziunganishwe katika shughuli za serikali bila maelewano. Walionya kwamba majaribio ya kuzuia vyombo vya habari au kubana mikusanyiko ya watu yataashiria mienendo ya kimabavu na kuhatarisha hadhi ya Tanzania duniani. Walisisitiza kuwa mazingira ya utendaji kazi wa vyombo vya habari vinavyofanya kazi bila hofu ya vitisho au vitisho vinakuza uwazi na uwajibikaji, sifa mbili wanazohoji ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Kuhakikisha kwamba wanahabari wanaweza kuripoti kwa uhuru pia kutasaidia kupunguza taarifa potofu na kuunda raia aliye na ujuzi anayeweza kushiriki kikamilifu katika mazungumzo ya umma. Wakati maandamano ya Disemba 9 yanapokaribia, uingiliaji kati huu wa kidiplomasia umeongeza shinikizo kubwa kwa serikali na kusababisha mjadala mkubwa wa umma na uvumi kote nchini kabla ya Disemba 9. Serikali ya Samia Suluhu bado haijatoa majibu yake kuhusiana na barua hiyo ya mabalozi 17 mataifa ya kigeni iliyotumwa Ikulu Dodoma kupitia mitandao ya kijamii. Wakati huo wafuasi wa serikali wametoa maoni tofauti, baadhi wanapuuza barua hiyo ya kidiplomasia kuwa ni kuingilia mambo ya uhuru wa Tanzania, mambo binafsi, huku wengine wakionya kuwa kupuuza wasiwasi huo kunaweza kuitenga nchi ya Tanzania kidiplomasia na kudhuru ushirikiano wa muda mrefu wa kiuchumi na kisiasa. Siku zijazo zinatarajiwa kuwa mbaya, huku mvutano ukiendelea kuongezeka kabla ya maandamano makubwa ya Disemba yaliyopangwa. Huku mihemko ikipanda na jumuiya ya kimataifa sasa ikishiriki kwa kina, Tanzania inajikuta katika wakati muhimu ambao unaweza kutengeneza mwelekeo wake wa kisiasa kwa miaka mingi ijayo. Iwapo serikali itachagua mazungumzo, mageuzi au makabiliano, bado yataonekana, lakini kilicho wazi ni kwamba mwangaza umeelekezwa kwa Dodoma, huku ulimwengu ukitazama matokeo yanayoendelea kwa wasiwasi unaoongezeka. Mtazamaji, ni hayo tu, nijuze maoni yako kuhusiana na barua hii kwa Samia Suluhu kutoka kwa mataifa ama mabalozi haya 17 ya kigeni. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.